إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio makubwa watayapata wale ambao wana sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema halul muslimi ba'da Ramadan, hali ya Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Hali ya muumini baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, kwamba Muislamu anatakiwa awe vipi baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika iman, علينا أن نعلم جيدا بأن كل شيء له بداية وله نهاية. Ni juu yetu kufahamu ya kwamba kila kitu huwa kina mwanzo na kila kitu huwa kina mwisho. Jambo lolote likianza mwanzo ni lazima kutakuwa na mwisho wake. Wa hakadha raaina anna shahra ramadana, na hivi ndivyo tumeona mwezi wa Ramadhani kad intaha wantawat safahatuhu, mwezi wa Ramadhani umemalizika na madaftari yake yamefungwa na mafaili yake yamefungwa na yamepelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bima fiha min a'malin, kwa yale yaliyomo ndani yake miongoni mwa amal, kwa yale yaliyoko ndani yake miongoni mwa matendo. Matendo yetu yote yamepelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawfa yashhadu alaina amama Allah, na mwezi wa Ramadhani utakwenda kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mwezi wa Ramadhani tumejitahidi kiasi gani katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo gani ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani utakwenda kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale tuliyoyafanya. Lakini pia katika mwezi wa Ramadhani, wa inna nara
anna almasajida mamlu'atun bilmuslimina fi jamii alfurud, kwamba katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunaiona misikiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa imejaa waumini katika swala zote za faradhi. Waumini wanajaa wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Waumini wanakuja mapema msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile wal masajida amiratun biqira'ati alquran, katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunaona misikiti ikiwa imeimarishwa na watu wanaoisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanaosoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu amekaa hapa anasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa halaqatul ilmi, na halaka za kielimu na darsa za kielimu, watu wamekaa wanasikiliza tafsiri ya Qur'an, watu wamekaa wanasikiliza masailu siyam, watu wamekaa wanasikiliza masala ya kifiqhi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kullu dhalika nushahiduhu fi shahri Ramadana, mambo hayo yote tulikuwa tunayashuhudia na kuyaona katika mwezi wa Ramadhani. Fa idha intaha ash-shahru, lakini kwa masikitiko makubwa unapomalizika mwezi, intahati hadhihi al-a'malu, matendo haya mema, ibada hizi nzuri zote zinakuwa ni zenye kuisha, zinasimama kwa kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Faya hasratun ala al-ibadi, ni hasara iliyoje kwa waja, ni hasara iliyoje kwa Waislamu. Kaannahum ya'buduna shahra wala ya'buduna Allah, kana kwamba wao walikuwa wanauabudu mwezi wa Ramadhani na hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana ya'budu Allah, aliyekuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani, fa alayhi an yasamirra fi ibadatihi wa ta'atihi, Muislamu aendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na aendelee kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kumalizika Ramadhani, kwa sababu yeye hakuwa naabudu mwezi wa Ramadhani, hakuwa akimwabudu Ramadhani. Yeye alikuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anamwabudu Mola wa Ramadhani. Lakini yule ambaye alikuwa na uabudu mwezi wa Ramadhani hataweza kuendelea na ibada, kwa sababu Mungu wake amemalizika, Mungu wake ametoweka. Aliyekuwa na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwabudu, aendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Muislamu anatakiwa kuendelea na ibada hata baada ya kumalizika Ramadhani. Hali ya Muislamu, hali ya mu'min baada ya kumalizika Ramadhani, hali yake anatakiwa awe ni mwenye kufanya ibada, awe ni mwenye kuendelea na ibada, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, asije akaacha ibada kwa sababu mwezi wa Ramadhani umemalizika. Ndugu zangu katika iman, famina nasi man ya'budu al-ashhura wal ayyam, miongoni mwa watu kuna ambao wanaabudu miezi, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanaabudu masiku. Mtu anafanya ibada Ramadhani mpaka Ramadhani, Ramadhani inapomalizika hawi ni mwenye kufanya ibada tena. Kuna mtu anafanya ibada Ijumaa hadi Ijumaa, Ijumaa inapomalizika haswali mpaka Ijumaa nyingine. Lakini pia kuna mtu ambaye anafanya ibada, anaswali Idi mpaka Idi, Idi ikimalizika haswali mpaka Idi nyingine. Hivyo kuna watu ambao wanaabudu miezi na kuna watu ambao wanaabudu masiku, lakini anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa aendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawatahadharisha wenye kuabudu masiku, tunawaonya na kuwakanya na kuwanasihi wale ambao wana tabia ya kuabudu miezi.
miezi inapomalizika hawi ni mwenye kufanya ibada, masiku yanapomalizika hawi ni mwenye kufanya ibada. Haya ni makosa, ndugu zangu katika imani. Kila mmoja katika sisi anatakiwa ajihusie yeye mwenyewe kwamba awe tayari kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yote. Mtu anayefanya ibada katika baadhi ya masiku, au mtu ambaye amefanya ibada katika mwezi wa Ramadhani kisha baada ya Ramadhani anaacha ibada, huyo ni sawasawa na mtu aliyejenga nyumba yake nzuri, ameimaliza, ametumia gharama nyingi, anakaribia kuihamia, kisha anaanza kuibomoa na kuiharibu, kisha anaanza kuivunja ile nyumba aliyetumia gharama kubwa, anaanza kuivunja na kuiharibu nyumba hiyo. Bila shaka watu watamshangaa kwamba huyu mtu ametumia gharama kubwa kuijenga nyumba hii, kisha baada ya kuimaliza, badala ya kuihamia, anaanza kuivunja na kuiharibu nyumba hiyo. Huu ni mfano wa mtu ambaye amefanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, kisha baada ya kumalizika Ramadhani anakuwa ni mwenye kukimbia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa alinde ibada zake alizozifanya katika mwezi wa Ramadhani, lakini vile vile alinde tauba yake aliyoifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alifanya toba kwamba hatorudia tena makosa, hatorudia tena kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Aliondoka katika madhambi na makosa na maasi katika mwezi wa Ramadhani. Lakini kuna watu ambao Ramadhani inapoingia anaacha maasi na anaweka nia kwamba baada ya kumalizika Ramadhani atayarudia maasi hayo. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna baa nyingi zilifungwa, biashara za pombe zilisimama. Hii inaonyesha ya kwamba wanywaji wa pombe wengi ni Waislamu, wateja wa kununua pombe wengi ni Waislamu. Katika mwezi wa Ramadhani watu walifunga baa zao, watu walikuwa hawauzi pombe zao, wameziweka ndani. Lakini kuanzia leo, siku ya Eid, wataanza kuuza pombe. Waislamu watarudia pombe, kwamba Muislamu aliambia pombe kwamba pombe kaa pembeni, nikimaliza Ramadhani tutaonana. Leo ni Waislamu wangapi ambao walitengana na vimada vyao kwamba wewe nenda nyumbani kwenu, baada ya Ramadhani utarudi, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani siwezi kukaa na kimada. Alimfukuza kimada na wakaagana ya kwamba watakuja kuonana baada ya Ramadhani. Watu wameacha maasi, watu wameacha makosa katika mwezi wa Ramadhani, lakini mtu ana nia na ana makusudio ya kwamba baada ya kumalizika Ramadhani atarudia makosa hayo. Ka'b al-Ahbari anasema, man sama Ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhadithu nafsahu, na hali ya kuwa anaisemesha nafsi yake, na hali ya kuwa anaiambia nafsi yake, annahu idha aftara ba'da Ramadhana, kwamba yeye atakapofungua baada ya mwezi wa Ramadhani, alla ya'si Allah, kwamba hatomwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hatorudia madhambi aliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani, hatorudia makosa aliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani, aliyoyatubia katika mwezi wa Ramadhani hatoyarudia tena. Huyu Sheikh anasema mtu huyo dakhala aljannata bighairi mas'alatin wala hisabin, mtu huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuhojiwa, bila kuhesabiwa, ataingia katika pepo ya Allah moja kwa moja. Ndugu katika imani, hakuna mtu anayependa kuhojiwa. Leo unapoitwa na polisi kwa ajili ya mahojiano, utaogopa na utatetemeka na haupendi kabisa kwenda kuhojiwa. Wakati mwingine mtu anaweza akahojiwa na polisi akazimia, wanamsubiri, anapata fahamu, anazinduka,
wanamhoji, anazimia tena kwa mara nyingine, anazima kwa sababu ya mahojiano. Mahojiano ni adhabu, mahojiano ni kitu kibaya. Lakini vile vile hakuna Muislamu anayependa kwenda kufanyiwa mahesabu, kwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo watu hawapendi mambo haya. Leo mwanadamu anaposikia watu wa TRA wanakuja kwa ajili ya kuangalia biashara yake, kwa ajili ya kumhesabia biashara yake, kwa ajili ya kumkadiria biashara yake, kwa ajili ya kuja kuiona biashara yake, watu wanafunga maduka yao na wanaondoka. Wanaogopa mahesabu, wanaogopa kuja kuhesabiwa na serikali, wanafunga maduka, wanaondoka. Sasa ikiwa unaogopa hesabu ya mwanadamu, ikiwa unaogopa mahojiano ya mwanadamu, je, mahojiano ya Allah subhanahu wa ta'ala na hesabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni la kuogopa zaidi. Kwa Ka'b al-Ahbari anasema, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani na akaweka nia na akaieleza nafsi yake kwamba hatarudia tena makosa, hatarudia tena madhambi, huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuhojiwa wala pasina kuhesabiwa kunako na matendo yake. Kisha akasema, waman sama ramadhana, na yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa huwa yuhadithu nafsahu, na hali ya kuwa anaisemesha nafsi yake, na hali ya kuwa anania, annahu idha aftara, kwamba atakapofungua baada ya Ramadhani, aswa rabbahu, kwamba atamwasi Mola wake, atarudiana na kimada wake, atarudia pombe yake, atarudia sigara zake, atarudia wizi wake, atarudia uzinifu wake, atarudia maasi kwa ujumla. Fasiyamuhu alayhi mardude, huyo funga yake atarudishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana haja na funga yake. Allah hana haja na funga ya mtu ambaye anafunga na hali ya kuwa anafikiria, hali ya kuwa anania ya kuja kurejea maasi, ya kuja kurejea madhambi baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Tuwezani katika iman, hali ya Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani inatakiwa iwe ni nzuri zaidi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kupata kheri na baraka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ahibba, khutba yetu ya leo inatuelezea hali ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Kwa hakika Muislamu atakayerudia makosa na madhambi aliyoyatubia, kwa hakika huyu atakuwa ameingia hasara kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukizama katika iman, inna minan nasi man kana fi ramadhana muhafidhan ala salah, hakika miongoni mwa watu kuna watu ambao ndani ya mwezi wa Ramadhani walikuwa wanazihifadhi swala tano, tena fi jamaatin, tena wanaziswali swala tano kwa jamaa. Khashi'an fi salatihi, na anaswali kwa unyenyekevu mkubwa. Yani ukimwangalia anaiswali swala kama vile swala yake ya mwisho kwa unyenyekevu mkubwa. Kathiru dhikri wa tilawa, ndani ya mwezi wa Ramadhani alikuwa na mtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, na alikuwa anasoma Qur'ani kwa wingi. Ba'idan 'anil ma'asi wadh-dhunubi, na alikuwa mbali na maasi, alikuwa mbali na madhambi.
alikuwa mbali kabisa na madhambi. Fa idha inqadha ramadhanu aada ila alghafla, lakini baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani anarudi kule kwenye mughafala, anarudi kule kwenye kujisahaulisha, anarudi kule kwenye kuacha ibada. Wa kaanna Ramadhan kana qayidan yamna'uhu min adh-dhanbi, huyo mtu Ramadhani kwake yeye ilikuwa kama vile kizuizi, kama vile kamba ambayo imemfunga asije akayaendea maasiya, kamba inayomzuia asiende kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mtu wa namna hii atakuwa ameingia hasara na atakuwa hajapata lengo la funga. Funga jamani ina lengo. Lengo la funga ni Muislamu kuwa ni mcha Mungu. Sasa wewe kama ni tariku swala, kama umekimbia swala, wewe ucha Mungu wako utakuwa uko wapi? Tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na shabaha ni nini? Allah anasema la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili muweze kuwa na sifa ya ucha Mungu. Kwa hiyo funga mwezi wa Ramadhani ni chuo ambacho kinamtengeneza mtu awe na sifa fulani, awe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa Muislamu unatakiwa ujipime baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, wewe ni miongoni mwa wacha Mungu? Na ucha Mungu ndugu zangu katika imani ni Muislamu kuwa katika ibada, ni Muislamu kubaki katika ibada na kujiepusha na maasiya. Huo ndio ucha Mungu. Sasa wewe Muislamu unatakiwa ujipime, baada ya Ramadhani umekaa mbali na maasiya? Baada ya Ramadhani umekuwa katika toa? Au baada ya Ramadhani umerudia mambo yako uliokuwa nayo kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani? Ndugu zangu katika imani, fa idha kharaja al-abdu min ramadana, mja anapotoka katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani unapoondoka, akawa aqrabu ila Allah, akawa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ab'adu 'anil ma'siyah, na akawa mbali na maasiya, akawa mbali na makosa, akawa mbali na madhambi, faqad faza, huyo Muislamu atakuwa amefaulu, kufaulu kweli. Ndugu zangu katika imani, tunafahamu ya kwamba sisi katika maisha haya duniani tutaondoka, tunaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu fikiria ni watu wangapi ambao umewazika, umehudhuria maziko ya watu wangapi? Fikiria, iko siku na wewe pia watu watakuzika. Sasa umejiandaa nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kila nafsi ndugu zangu katika imani itaondoka katika ulimwengu huu. Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa innama tuwafawna ujurakum yawm alqiyama, na hakika kila mmoja katika nyinyi, na hakika si vinginevyo, mtalipwa malipo yenu ya matendo yenu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kupitia matendo ambayo mtalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nari, na yeyote atakayeepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi, faqad faza, huyo atakuwa amefaulu. Kwa hiyo atakayefaulu ni yule ambaye anadumu na ibada, na ibada yake inakuwa ni ya kuendelea. Wa in aada ila dhunubi faqad khasira a'dhamul khasara, na endapo Muislamu atarudi tena kwenye madhambi, atarudi tena kwenye makosa, atarudi tena kwenye maasiya baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, huyo atakuwa ameingia hasara, tena hasara kubwa. Hakuna mtu atakayekuwa ameingia hasara kubwa kama mtu huyo. Kwa ndugu zangu katika imani, pambana na nafsi yako ili iweze kubaki katika toa. Pambana na nafsi yako iweze kubaki katika toa, iweze kubaki katika ibada. Yale mazuri uliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani,
endelea kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala akukubalia ibada zako na sio kurudi katika madhambi. Kana salafu rahimahumullah, walikuwa waja wema waliotangulia, walikuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, yad'una Allah 6 ashhuri, wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miezi 6, an yataqabbala minhum, awakubalie ibada zao walizozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Mtu anachukua miezi 6 anambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah nakuomba nikubalie funga zangu, ya Allah nakuomba nikubalie sadaka zangu, ya Allah nakuomba nikubalie visimamo vyangu vya usiku, ya Allah nakuomba nikubalie sadaka zangu. Anamlilia Allah na kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumkubalia ibada zake. Anachukua muda wa miezi 6 anambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kumalizika miezi 6 wanaanza tena kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala ayubalighahum Ramadana, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tunakuomba tufikishe tena katika mwezi wa Ramadhani, kutokana na khairi nyingi zinazopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Ya Allah tunakubembeleza, tunakuomba utufikishe katika Ramadhani ya ijayo. Hao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ambao sisi tunatakiwa tuwaige. Hawa ni waja wema ambao Waislamu wanatakiwa kuwaiga. Mshairi mmoja anasema, tashabbahu bilkirami in lam takunu mithlahum, jifananisheni na waja wema hata kama hamtokuwa kama wao. Fa inna tashabbuha bilkirami falahun, hakika kujifananisha na watu wema ndio kufaulu. Hakika kujifananisha na waja wema huko ndio kufaulu. Hata kama hatutaweza kumbembeleza Allah kwa muda wa miezi 6, basi chukua basi hata mwezi mmoja unambembeleza Allah subhanahu wa ta'ala akukubalia ibada zako ulizozifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani imemalizika. Muislamu unatakiwa uendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja katika waja wema akiwaelezea watu ambao wanafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani na wale na baada ya Ramadhani wakaendelea nayo, na wale ambao wanafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani tu. Anasema, falmu'minu sadiqu, mu'mini ambaye ni wa kweli na imani yake ni ya kweli, ya'budu Allah fi Ramadana wa ba'da Ramadana, huwa na tabia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani na hata baada ya Ramadhani. Qala ba'dhu as-salaf, baadhi ya masalafi wanasema, bisal qaumi, ubaya ulioje wa watu, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadana, watu ambao hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Hawa ni watu waovu, hawa ni watu wabaya, na sisi tusije tukawa kama waovu hawa, na sisi tusije tukawa kama hawa watu wabaya. Kwa ndugu zangu katika imani, muumini wa kweli ni yule ambaye anafanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini vile vile anafanya ibada hata baada ya kumalizika Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, hali ya Muislamu baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani inatakiwa iwe ni nzuri zaidi kuliko alivyokuwa kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم